Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambazo amezifanya na anaendelea kuzifanya, hususan kwenye taifa letu, lakini ikiwemo wilaya ya Nyang'hwale. Wilaya ya Nyang'hwale amefanya mambo makubwa sana na mengi sana. Ni miradi mingi imetekelezwa. Unapoenda kuzungumzia kwenye uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miaka minne, kwa kweli ni mambo mengi sana anafanya Dr. Samia Suluhu Hassan ndani ya wilaya yetu ya Nyang'hwale. Mimi kama mwenyekiti wa CCM wilaya ya Nyang'hwale nafarijika sana kuwa sehemu ya wale wanaoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kama mwenyekiti wetu wa CCM taifa, ambaye pia ni amiri jeshi wetu mkuu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ina kila sababu ya kuendelea kuyasema mazuri aliyofanya. Ukiangalia kwa mfano, wilaya yetu ya Nyang'hwale inaundwa na kata 15 na vijiji 62, lakini kwa vitongoji 275. Ukizungumzia sekta zote zinazohusiana na matumizi ya binadamu, tukienda sekta moja baada ya nyingine. Tukizungumzia kwanza, tuanze na sekta ya umeme. Sekta ya umeme kwa kweli kuna vijiji 62 kama ambavyo nimesema. Sasa hivi vijiji vyote 62 tayari vina umeme. Hiyo ni ndani ya miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini ukiingia kwenye vitongoji, sasa hivi tuna zaidi ya vitongoji, tuseme kwenye zaidi ya 50%. Vitongoji zaidi ya 50% na vyenyewe vina umeme. Na bado kuna mchakato ambao sasa hivi unaendelea. Kuna vitongoji kama 6 jana wameunganishwa transformer yao, na bado zaidi linaendelea. Kama ambavyo ratiba inajionyesha, niliyoipata hata jana kutoka ofisi ya meneja wa TANESCO, kazi inaendelea na mkandarasi yuko site, kila kukicha anaendelea kutekeleza huo mradi. Na mimi naamini kwamba itafikia mahala sasa kila kaya, kila kitongoji kitakuwa na umeme. Unajua unapokuwa na nishati kama hiyo, hata maendeleo na uchumi pia unakuwa kwa kasi. Na ili maendeleo yawepo yanayokuwa kwa kasi, tunahitaji vitu kama hivyo, umeme uwepo na miundombinu pamoja na maji. Lakini ukizungumzia sekta ya maji, mtandao wa maji, sasa hivi tunapata maji safi na salama kwenye wilaya ya Nyang'hwale. Zamani ilikuwa ni historia. Na ule mradi zamani tuliona sasa kama sisi kwamba ni watu ambao tunaishi ughaibuni. Lakini miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan, sasa hivi wilaya ya Nyang'hwale tunapata maji safi na salama. Yanatoka ziwa Victoria, ambayo ni pipe imeunganishwa kutoka Iherere imekuja mpaka Karumo hapa, inaenda Irogi mpaka Kahama. Tunapata maji safi na salama. Hiyo ni ndani ya Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini vijiji ya asilimia kubwa sasa hivi vina maji, tunatumia maji ambayo ni ya bomba na maji safi. Na kuna vijiji ambavyo havijafikiwa na huo mradi, tayari kuna visima virefu vinachimbwa na mitambo iko site mpaka sasa hivi ninavyozungumza hivi. Iko site, watu wanachimbiwa maji ili wapate maji safi na salama. Lakini kama haitoshi, mtandao wa maji utaendelea kufika mpaka hizo site ambazo zinachimbiwa visima virefu. Ukizungumzia swala la sekta ya elimu. Sekta ya elimu, Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuboresha sana kwa ukaribu sana. Ni fedha nyingi sana ameweza kuzitoa. Kuna shule, nikianza kutaja, kuna shule moja hapa ya msingi Busengwa. Ilitengewa milioni 520, ilishakamilika na wanafunzi tayari wako madarasani wanasoma. Lakini tuna shule ya sekondari Kadegere hapo, ilitengewa milioni 580. Tayari wanafunzi wako shuleni wanasoma na wana hali nzuri sana na mandhari ya pale ni mazuri. Lakini sasa hivi tunaongezeka tena la majengo ya walimu ambayo ni 2 in 1, yanaendelea kujengwa, yako kwenye hatua za ukamilishaji. Huyo ndo Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pamoja na hayo, sambamba na hayo, ameongeza tena madarasa mawili, yanaendelea kujengwa na hivi karibuni yataenda kukamilika. Lakini hapa kama haitoshi, kama ambavyo tunaongea hapa, kuna shule ya sekondari hapa ambayo ni ya Karume, imetengewa zaidi ya shilingi milioni 500 na kitu. Iko hapa, imeshakamilika na wanafunzi wanasoma hapo sasa. Lakini mpaka hapa tunapozungumzia hapa, hii ni shule ya sekondari ya Karume. Shule ishakamilika, wanafunzi wanasoma kama ambavyo mnawashuhudia, wako wengi sana. Lakini hapa tuna kidato cha 6 na kidato cha 5, wanaendelea wanafunzi kusoma hapa. Kwa hiyo mambo ni mengi, ukiendelea kuyataja muda hautoshi. Ukiingia kwenye sekta, tumezungumzia sekta ya elimu, maji na umeme. Ukiingia kwenye miundombinu ya barabara, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa wilaya yetu ya Nyang'hwale, zamani budget ilikuwa ni kidogo sana. Ilikuwa tunapokea takriban milioni 600 kwa mwaka budget. Lakini sasa hivi imepanda mpaka kufikia bilioni 2 na milioni 600 kwa budget ya sasa hivi. Na ndio maana unaona Nyang'hwale inaingilika na kutoka. Kazi ni nzuri inafanywa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini hakuishia hapo. Hata mambo mengine yanaendelea kutekelezwa
zinatekelezwa kwa wakati, miundombinu ni mizuri. Ukiangalia hata sekta ya afya hapa sasa hivi tuna hospitali ya wilaya. Hospitali ya wilaya imekamilika na ina majengo mengi sana kama ambavyo unashuhudia, lakini pia tumeenda mbali zaidi. Mwezi ulioisha tulipokea fedha ajili ya kutengeneza njia kutoka jengo jingine kwenda jengo jingine. Haya yote sasa tunaenda kukamilisha. Hizo ndo kazi za Dr. Samia Suluhu Hassan ndani ya miaka 4. Lakini ni mambo mengi ukiangalia. Kwa mfano tena ukienda sekta ya kilimo. Sekta ya kilimo, mbolea ya ruzuku tulipata kwa wakati, tena kwa bei ya chini kabisa. Nimekuja kama awamu 4 hapa. Ni mwenyewe ni mkulima, nadhikiria kwamba ni mkulima na ni mchimbaji. Nimechukua mbolea kwa wakati, nimelima mashamba yangu na nimevuna mavuno mengi tu. Mbolea iliuzwa kwa bei ya chini kabisa. Wakulima wote wamepata mbolea kwa wakati, lakini kila kitu kimeenda sawa. Hakuna mkulima hata mmoja aliyelalamika. Huyo ndo Dr. Samia Suluhu Hassan. Mama, tumlipe nini? Sisi tutakachomwahidi. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Na ndio maana tumehamasisha wana CCM wote, sababu kwa nchi nzima tuko zaidi ya milioni 14. Wana CCM wote wa wilaya ya Nyang'hwale tayari wameshajiandikisha, na wasiokuwa wana CCM tayari wameshajiandikisha. Shida yetu na lengo letu kuu, sisi tuna ajenda moja. Uchaguzi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan safari ni mwepesi kuliko miaka yote, kama ambavyo unashuhudia mwandishi wa habari. Mwaka huu tunaenda kumheshimisha Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mambo yote haya aliyofanya. Sisi tunaenda kumlipa fadhila. Hatuendi kutafuta ushindi wa kishindo, bali tunaenda kutafuta ushindi wa heshima. Lakini bado tuna maombi makubwa sana. Atuangalie bajeti ya TARURA ni kidogo sana. Zamani tunashukuru, zamani ilikuwa ni milioni 600 mwaka. Lakini sasa hivi imeongezeka zaidi ya bilioni 2 na kama na milioni 300 au 600 hivi. Tunaomba mama atuangalie tena kwa jicho la huruma. Bajeti ya safari tuongezee, sababu population imekuwa ni kubwa na uhitaji umekuwa ni mkubwa. Na miundombinu ikiboreka zaidi, hata uchumi wetu utakuwa kwa kasi kwenye wilaya yetu ya Nyang'hwale. Tunamuomba mama Samia tuongezee fedha, bajeti iwe kubwa kwenye sekta ya TARURA. Unafanya kazi kubwa sana. Tunajua nchi unayo ni kubwa. Sehemu wanaohitaji ni sehemu kubwa, ni wengi. Lindi wanahitaji, Mtwara wanahitaji, lakini hata sisi wana Nyang'hwale tupe kipaumbele mama. Tunakuomba mama. Saluti kwako mama Samia Suluhu Hassan. Kwa majina mimi naitwa Asha Saidi Haruna. Ni mjumbe wa kamati ya utekelezaji UWT wilaya ya Nyang'hwale. Lakini pia ni mwenyekiti wa wanawake na Samia wilaya ya Nyang'hwale. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu kwa kuweza kupata nafasi ya kugombea, kuweza kupata nafasi ya rais. Ni heshima kubwa sana, kwani ametufungua sisi wanawake. Hapo awali tulikuwa tuna imani za kipotofu kwamba mwanamke hawezi kuwa kiongozi wa aina yoyote, lakini kupitia Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, mwanamke wa kwanza kuwa rais katika nchi yetu hii ya Tanzania. Tutoe rai na kuwaomba kwa mama wote walioko wilaya hii ya Nyang'hwale pamoja na sehemu zingine wajitokeze kwa wingi kwenye nafasi za kugombea katika huu uchaguzi ujao. Kwanza kuna nafasi za udiwani viti maalum, lakini kuna ubunge viti maalum, lakini pia kuna udiwani wa kata pamoja na nafasi ya ubunge wa jimbo. Niwaombe kina mama, ndugu zangu wote wanawake, tujitokeze kwa wingi, tuchukue fomu, kwani sisi tuna uwezo wa kuongoza kwa namna yoyote ile. Na waomba sana kwa mama zangu.